Habari rafiki yangu mpendwa. Kama hii ni mara yako ya kwanza kusikiliza hadithi yangu, karibu sana. Leo sitasimulia hadithi ya kufurahisha tu. Nitasimulia kipande cha maisha yangu. Ni hadithi ya upendo, subira, maumivu, usaliti na mwisho wake uponyaji wa moyo. Wakati mwingine tunafikiri mtu fulani ndiye kila kitu maishani mwetu. Tunajenga ndoto naye, tunapanga maisha naye, tunapigana vita vya maisha pamoja naye. Lakini siku moja unagundua, mtu huyo uliyemwamini kuliko mtu yeyote yule duniani, ndiye aliyekuwa anakuchoma kisu mgongoni. Na ndipo unaanza kujifunza ukweli mgumu wa maisha. Si kila anayekushika mkono wako ndiye anayekutakia mema. Lakini pia kuna somo lingine kubwa. Moyo uliovunjika unaweza kupona na mwanamke anaweza kuanza tena. Hii ni hadithi yangu. Hadithi ya mwanamke aliyesalitiwa lakini hakupoteza dhamani yake. Tulia vizuri, fungua moyo wako na utembee nami katika safari hii. Ninakumbuka siku ile kama jana. Ilikuwa mwaka wangu wa kwanza katika chuo kikuu. Nilikuwa msichana mdogo, mwenye ndoto nyingi sana. Nilitaka kusoma kwa bidii, nilitaka kuwa na maisha mazuri. Na kama watu wengi vijana, nilikuwa na ndoto ya siku moja kupata upendo wa kweli. Siku moja, nikiwa maktaba ya chuo, nilikuwa nikisoma kimya kimya. Ndipo nilipomsikia mtu akisema kwa sauti ya upole. Samahani, kiti hiki kina mtu? Nilinyanyua macho. Ndipo nilimwona kwa mara ya kwanza. Alikuwa na tabasamu la utulivu, macho yenye kujiamini na sauti ambayo ilikuwa na joto fulani. Hapana, kaa tu, nilimjibu. Alikaa. Kwa dakika kadhaa tuliendelea kusoma bila kuongea, lakini baada ya muda alisema kwa utani kidogo. Naona unasoma kwa bidii sana. Nitahisi aibu nikishindwa mtihani. Nilicheka tu kidogo. Hapo ndipo mazungumzo yetu ya kwanza yalianza. Jina lake, Daniel. Tuligundua tulikuwa tunasoma kozi zinazokaribiana. Na siku hiyo tulikaa maktaba karibu saa 2 tukiongea kuhusu masomo, maisha na ndoto. Siku hiyo ilionekana kama tukio la kawaida tu. Lakini sikuwa najua, hiyo ndiyo ilikuwa mwanzo wa hadithi yangu yote. Baada ya siku ile, tulianza kuonana mara kwa mara. Mara maktaba, mara kafeteria ya chuo, mara tukitembea tu ndani ya campus tukiongea kuhusu maisha. Daniel alikuwa mtu wa kunichekesha sana. Wakati nilikuwa na stress ya masomo, yeye angepata njia ya kunifanya nicheke. Na pole pole, urafiki wetu ulianza kubadilika. Siku moja jioni tulikuwa tumekaa kwenye benchi karibu na bustani ya chuo. Kulikuwa na upepo mdogo na anga lilikuwa linaanza kuwa la machweo. Daniel alikuwa kimya kwa muda, kisha akaniangalia. Elina, alisema. Nikamjibu, nataka kukuuliza kitu lakini usicheke. Nikacheka tu kidogo, uliza tu. Alivuta pumzi kidogo kisha akasema, nadhani nimeanza kukupenda. Moyo wangu uliruka kidogo kwa sababu ukweli ni kwamba mimi pia nilikuwa tayari nimeanza kumpenda. Nilitabasamu pole pole kisha nikasema, nadhani mimi pia. Hivyo ndivyo tulivyoanza kuwa wapenzi. Kadri miaka ya chuo ilivyoendelea, uhusiano wetu ulizidi kuwa wa karibu zaidi. Tulikuwa tunasaidiana kusoma, tulikuwa tunasaidiana kifedha wakati mmoja alikuwa na shida. Tulikuwa kama timu. Baada ya muda tuliamua kukodisha nyumba ndogo karibu na chuo ili kuokoa gharama za hostel. Watu wengi walitukosoa, wengine walisema, hiyo sio sahihi. Lakini wakati huo tulihisi kama sisi ni watu wazima. Tuliamini tunajua tunachofanya na kweli tulikuwa na furaha sana. Tulipika pamoja, tulicheka pamoja, tulikesha tukisoma pamoja. Tulikuwa kama wanandoa tayari, hata kabla ya ndoa. Na moyoni mwangu nilikuwa na uhakika mmoja. Daniel ndiye mwanaume nitakayeishi naye maisha yangu yote.
Miaka ilipita haraka. Hatimaye siku ya mahafali ilifika. Nilivaa gauni langu la graduation nikiwa na furaha kubwa sana. Daniel pia alikuwa amehitimu. Baada ya sherehe, tulisimama pembeni kidogo. Akanishika mkono. Elina, alisema. Ndiyo, tumepita mengi pamoja, nilitabasamu. Ni kweli. Kisha akasema maneno ambayo yalifanya macho yangu yajaze machozi ya furaha. Nataka tuendelee pamoja mpaka mwisho wa maisha. Kisha akapiga goti na akaniuliza, utaolewa na mimi? Will you marry me? Sikuweza hata kuficha machozi yangu. Nilisema ndiyo, na hapo ndipo tulipoanza kupanga harusi yetu. Baada ya miezi kadhaa, tulifunga ndoa. Haikuwa harusi kubwa sana, lakini ilikuwa nzuri. Kulikuwa na familia, marafiki wachache na furaha nyingi sana. Nakumbuka nikiwa nimevaa gauni jeupe nikimwangalia Daniel akinitazama madhabahuni. Nilihisi kama nimepata kila kitu. Nilijisemea moyoni, hatimaye nimepata familia yangu, lakini maisha yana njia zake za kushangaza tu. Na sikuwa najua kwamba changamoto kubwa ilikuwa bado haijaanza. Baada ya ndoa, tulianza maisha yetu kama wanandoa. Tulifanya kazi, tulijenga nyumba yetu pole pole tu. Tulisaidiana katika kila kitu. Lakini kulikuwa na jambo moja lililotukosesha amani. Hatukupata mtoto. Mwaka wa kwanza ulipita, hakuna mtoto. Mwaka wa pili ulipita, hakuna mtoto. Watu walianza kuuliza maswali. Bado hamjapata mtoto nyie, tatizo ni lipi? Maswali hayo yaliniumiza sana. Nilijaribu kuwa na nguvu, lakini usiku mwingine nililia peke yangu. Lakini Daniel alikaa nami. Alinishika mkono na kusema, usijali Elena. Siku moja tutakuwa tu wazazi. Maneno yake yalinipa nguvu. Na kwa miaka mingi tulivumilia tu pamoja. Miaka 10 baada ya ndoa, muujiza ulitokea. Siku moja nilifanya kipimo cha ujauzito na kilionyesha mistari miwili. Mikono yangu ilitetemeka, sikuamini. Nilipomwambia Daniel, alinikumbatia kwa nguvu sana. Alikuwa analia. Miezi 9 baadaye, tulipata mtoto wetu wa kwanza, mtoto wa kiume. Siku hiyo ilikuwa moja ya siku zenye furaha zaidi katika maisha yangu. Nilishika mtoto wangu mikononi, nikiwa na machozi. Nilihisi kama Mungu ametubariki sana. Nilifikiri sasa maisha yetu yatakuwa kamili. Lakini sikujua kwamba mtu aliyekuwa karibu sana nami ndiye angekuja kuvunja familia yangu. Na siku ambayo ukweli ulijitokeza, ndiyo siku maisha yangu yalibadilika kabisa. Baada ya kupata mtoto wetu wa kiume, maisha yetu yalionekana kama yamekamilika. Tulikuwa na familia, tulikuwa na kazi, tulikuwa na ndoto za siku zijazo. Na katika maisha yangu kulikuwa na mtu mmoja muhimu sana, rafiki yangu, Lydia. Nilimjua Lydia tangu miaka ya chuo kikuu. Tulikuwa marafiki wa karibu sana. Tulisaidiana sana wakati wa masomo. Tulicheka pamoja. Tulilia pamoja. Nilimwamini Lydia kama dada yangu mwenyewe. Alikuwa mtu wa kwanza niliyemwambia nilipopata ujauzito. Alikuwa mtu wa kwanza aliyenitembelea hospitalini nilipojifungua. Alimpenda sana mtoto wangu. Na mara nyingi alikuwa anakuja nyumbani kwetu. Tulipika pamoja, tuliongea kuhusu maisha kama kawaida, tulimshauri hata kuhusu mahusiano yake. Sikuwahi hata kwa sekunde moja tu kufikiria kuwa siku moja Lydia angekuwa sababu ya kuvunjika kwa ndoa yangu. Kuna jambo moja nimejifunza baada ya miaka mingi. Moyo wa mwanamke huwa unahisi kitu kabla akili haijakubali. Lakini wakati mwingine tunachagua kupuuza ishara. Nilianza kuona vitu vidogo vidogo. Daniel na Lydia walionekana kuelewana sana. Wangecheka sana pamoja. Wangeongea sana hata wakati mimi nipo. Lakini sikuwahi kuona tatizo. Nilijisemea, ni kawaida tu, si ni rafiki yangu.
Lakini polepole mambo fulani yalianza kunifanya nihisi kitu kisichoeleweka. Wakati mwingine Daniel alikuwa anachelewa kurudi nyumbani. Nilipouliza alisema, kazini kulikuwa na kazi nyingi. Wakati mwingine nilimkuta Lydia nyumbani hata kabla sijafika kutoka kazini. Nilipomuuliza alisema, nilikuja tu kumwangalia mtoto. Kila kitu kilionekana cha kawaida, lakini ndani ya moyo wangu kulikuwa na sauti ndogo sana iliyoniambia, kuna kitu hakiko sawa. Lakini sikutaka kuamini, kwa sababu ukweli ungekuwa mchungu sana. Siku ile ilianza kama ya kawaida. Nilikuwa tu kazini mwangu. Lakini ghafla nilihisi vibaya kidogo na nikaruhusiwa kuondoka mapema. Nilifika nyumbani mapema kuliko kawaida. Nilipofika karibu na mlango, nilisikia sauti ndani ya nyumba. Sauti za watu wakiongea. Nilidhani labda Daniel alikuwa amerudi mapema. Nilifungua mlango polepole. Nilipoingia sebuleni, sikumuona mtu. Lakini sauti zilikuwa zinatoka chumbani kwangu. Nilianza kutembea polepole kuelekea pale. Moyo wangu ulikuwa unapiga haraka sana. Nilipofungua mlango wa chumba, maisha yangu yalibadilika milele. Nilimwona Daniel na Lydia wakiwa kitandani changu. Kwa sekunde chache, ulimwengu ulisimama. Sikupiga kelele, sikulalamika. Nilisimama tu pale nikitetemeka. Lydia ndiye aliyeniona wa kwanza. Uso wake uligeuka rangi. Elina! Daniel aligeuka. Machoni mwake kulikuwa na hofu, lakini pia kulikuwa na kitu kingine. Hatia. Nilishindwa hata kuzungumza. Machozi yalikuwa yanatoka tu kimya kimya. Nilimuuliza kwa sauti ndogo sana. Imekuwa muda gani? Chumba kilikuwa kimya. Hakuna aliyekuwa anajibu. Nilirudia tena. Imekuwa muda gani? Hatimaye Lydia alisema kwa sauti ya chini, tangu baada ya ndoa yenu. Maneno haya yaliniangusha kabisa. Maana yake ni kwamba rafiki yangu alikuwa analala na mume wangu kwa miaka mingi nyuma yangu. Nilihisi kama moyo wangu umevunjika vipande vipande, lakini bado sikujua jambo baya zaidi lilikuwa bado halijasemwa. Nilikuwa bado nimesimama pale nikilia kimya kimya. Ndipo Lydia akasema kitu kingine. Elina, kuna kitu kingine. Nilimwangalia. Moyo wangu ulianza kupiga kwa nguvu. Akasema, mimi nina ujauzito. Nilihisi miguu yangu ikilegea. Nani baba? Sikuhitaji hata kusikia jibu kwa sababu tayari nilijua. Daniel alinyamaza, lakini ukimya wake ndio uliokuwa jibu. Nilipiga kelele kwa mara ya kwanza. Daniel, kwa nini? Nilimkabili Daniel kwa hasira. Nilitaka majibu. Nilitaka kujua kwa nini. Lakini badala ya majibu, alikasirika. Alianza kunipigia kelele. Unapiga kelele kwa nini? Nilishangaa. Mimi ndiye niliyesalitiwa, lakini yeye ndiye aliyekuwa na hasira. Nilipojaribu kuendelea kumuuliza maswali, alinisukuma kwa nguvu. Nilianguka chini. Kwa sekunde ile nilitambua kitu muhimu sana. Mwanaume niliyempenda kwa miaka mingi hakuwa yule niliyemfikiria. Nilisimama polepole, nikachukua baadhi ya vitu zangu, nikachukua mtoto wangu, nikamwangalia Daniel kwa mara ya mwisho, kisha nikasema, leo nimepoteza mume na rafiki, kisha nikatoka. Kuondoka ile nyumba ilikuwa mojawapo ya vitu vigumu zaidi katika maisha yangu. Nilikuwa nimejenga ndoto zote pale, lakini sasa zilikuwa zimevunjika. Nilihamia nyumba ndogo sana. Nilianza maisha kutoka mwanzo. Haikuwa rahisi. Usiku mwingine nililia sana. Nilijiuliza maswali mengi. Nilifanya kosa gani? Kwa nini walinifanyia hivi? Lakini nilijifunza kitu muhimu sana. Wakati mwingine, usaliti wa watu wengine hauhusiani na thamani yako hata kidogo. Ni wao ndio wana tatizo, sio wewe. Polepole nilianza kujijenga tena, kwa ajili yangu na kwa ajili ya mtoto wangu. Baada ya muda, nilisikia habari kwamba Daniel alimuoa Lydia. Niliposikia hiyo habari, moyo wangu uliuma, lakini nilijaribu kuwa na nguvu. Mwaka mmoja baadaye, nilisikia habari nyingine.
Walikuwa wameachana tena. Ndoa yao ilivunjika. Niliposikia hivyo, sikufurahi, lakini pia sikushangaa kwa sababu mara nyingi uhusiano uliojengwa juu ya usaliti hauwezi kudumu. Siku moja Daniel alinipigia simu. Sikutarajia hilo. Aliniomba tukutane. Nilisita kidogo lakini hatimaye nikakubali tu. Tulikutana kwenye kafe ndogo. Alionekana tofauti. Alikuwa mpole zaidi. Macho yake yalionekana kuwa na majuto. Alisema, Elina, nimefanya makosa makubwa sana. Nilinyamaza tu. Akaendelea kusema, nataka unirudie. Nataka tuanze tena upya. Maneno yake yalikaa hewani kwa muda. Miaka iliyopita nilikuwa ningesema ndiyo bila kufikiria. Lakini sasa nilikuwa mtu tofauti. Nilimtazama kwa utulivu kisha nikamwambia, Daniel, nimekusamehe kitambo sana. Alionekana kuwa na matumaini, lakini nikaendelea kusema, lakini sitarudi. Alishangaa kisha kauliza kwa nini? Nilimjibu tu kwa utulivu, kwa sababu nilijifunza kujiheshimu. Nilinyanyuka, nikachukua begi langu, kisha nikasema maneno yangu ya mwisho kwake. Samahani inaweza kurudisha amani moyoni, lakini haiwezi kurudisha uaminifu uliovunjika. Kisha nikaondoka. Leo ninaposimulia hadithi yangu, sifanyi hivyo kwa chuki. Nafanya hivyo kwa sababu najua kuna mtu anayesikiliza sasa hivi ambaye anaumizwa. Labda umeachwa, labda umesalitiwa, labda moyo wako umevunjika, lakini nataka ujue kitu kimoja muhimu sana. Usaliti wa mtu mwingine haupunguzi thamani yako. Na wakati mwingine kuondoka, ndio ushindi mkubwa zaidi. Mimi ni Elena, na hii ilikuwa hadithi yangu. Asante kwa kusikiliza hadi hapa.